kuna barabara pia za ndani ya kata ambazo miundombinu yake imekuwa migumu kutokana na mvua kunyesha na kuharibu miundombinu. Kwa hiyo unakuta barabara nyingi za kwenye kata ziko na mashimo makubwa, hazipitiki vizuri, hazipitiki kwa urahisi. Kwa hiyo baada ya mvua kukata, tuna mpango wa kuzifanyia ukarabati hizo barabara, kuhakikisha kwamba zinachongwa vizuri kwa kushirikiana na wadau mbalimbali wanaoishi kwenye hiyo mitaa, lakini pia kupata greda manispaa ambapo tutagharamia kwenye zile barabara ambazo tutaona kwamba kuna changamoto ya kupata fedha kutoka manispaa. Basi tutakaa na wadau wetu ili tuweze kuzirekebisha vizuri. Ya sababu na hilo, kuna mambo mengi ambayo kama mawazo ya diwani. Kuna soko hili unaloona mbele yako hapa, soko la mawazo, naitwa soko la mawazo. Soko hili nimeshaongea sana huko ngazi ya juu, na nadhani nitapatiwa wataalamu kuja kuliangalia ili kiwe chanzo kipya cha mapato kwenye manispaa yetu ya Moshi mjini. Soko hili haliko rasmi, lakini nimeomba liweze kuwa rasmi, liweze kuletwa bidhaa ambazo watu wote wa Moshi manispaa watakuwa wakihitaji kitu fulani wanajua wanakipata kwenye soko la mawazo, kama ilivyo soko lile lingine kubwa la mitumba Memorial. Kwa hiyo na hili soko tunatarajia kulifanya liwe soko rasmi kwa ajili ya bidhaa mbalimbali ambazo zitapendekezwa. Jina naitwa Agnes Ali Munishi, ni mfanya biashara wa soko la mawazo Soweto. Kwa kweli soko letu lina changamoto. Kwanza kabisa halijakaa kama soko, limekaa kama genge, yani hata kwenye biashara inatuia ugumu sana kwa sababu ya mazingira, pia na miundombinu haijakaa sawa. Isitoshe, kila tunapojaribu labda kuangalia tufanye nini, tunashindwa kujua tufanye kitu gani kulingana na muonekano wa eneo la soko, haujakaa kama soko jinsi linavyotakiwa. Kwa hiyo tukiwa kama wafanyabiashara wa soko hili, tulikuwa tunaomba mtusaidie aidha uboreshaji ili soko likae kwenye muonekano, ili tunapofanya biashara angalau hata majirani waweze kujua kabisa hapa pana soko, waweze kufuata bidhaa mbalimbali zipatikane kwenye hili soko. Hata labda uongozi ulio juu ukaamua labda kutuongezea biashara nyingine tofauti ya kufanya ili soko lionekane, aidha labda wakatuletea hata ni matunda, kitu chochote cha kufanya watu watoke maeneo mbalimbali kwa ajili ya kukifuata hapa sokoni, ili na sisi tuwe na mzunguko. Naitwa Ramadhani Urassa, mfanya biashara ndani ya soko la mawazo. Najishughulisha na masuala ya ufugaji na kuuza vyakula vya mifugo, pia mkaa na kuni. Tunapendekeza kwa serikali yetu ya Mama Samia 2025-2026 maboresho ya soko letu hili la mawazo. Tulikuwa tunaiomba serikali iweze kutuzingatia na kutuboreshea miundombinu, barabara na hata vibanda viweze kuboreshwa viwe katika hadhi. Na pia tunaomba baadhi ya mazao ya jumla, kwa mfano karoti, nyanya, samaki, kati ya kimoja hapo kiweze kuja katika soko hili letu la mawazo, ili mzunguko wa fedha uwepo, kwa sababu wafanya biashara wengi ndio tegemezi wa kwenye vibanda vyetu hivi kuuza mizigo na kupata faida. Hivyo basi tunaiomba serikali ya Mama Samia kuweza kutusaidia kuleta maboresho katika soko hili la mawazo ili tuweze kupata maendeleo.